Baduke Stats, Sport Next Level. Karibu sana mzee wa data dimbani, tuzungumze mambo matatu ya kimichezo. Shukrani sana. Uko salama kabisa? Mimi niko vizuri, namshukuru aliyetumba. Shukrani sana. Yeah. Na mzee wa data, tunafahamu ya kwamba Young Africans ndiye ambaye ameshatangulia kwenye finali ya kombe la shirikisho hapa Tanzania, yani CRDB Federation Cup. Waliosalia hapa ni wawili, kati ya Singida ama mtani wake wa jadi waweze kukutana. Katika hili natamani pengine labda small details zile ambazo unazizungumziaga. Yes, tuambie mawili matatu juu ya hawa wapinzani wawili ambao wamesalia kati ya Singida na Simba, namna ambavyo watakwenda kuwakabili Young Africans kwa yoyote ambaye atafanikisha kufuzu hatua hiyo. Kumbuka ni michuano ya ndani Ndio. Sio michuano ya CAF. Kwa hiyo sidhani kama ni wajibu mzuri sana kuanza kutoa ushauri timu fulani ifunge timu fulani. Ndio. Huo mtego, huo ugomvi mimi sipo, baki nao mwenyewe. Na sawa kabisa, kwa sababu yeyote atakayeshinda sisi kwetu wa Tanzania ni sawa, kwa sababu mwisho wa siku watapata tiketi ya kuwakilisha nchi katika kombe la shirikisho kwa msimu ujao, michuano ya CAF. Ama kama atakuwa ni miongoni mwa timu tatu za juu, mshindi wake ambaye hapa ni dhahiri mshindi atakuwa miongoni mwa timu tatu za juu, ama mmoja wapo ambaye ni Singida Black Stars, yeye ndo ambaye ana uhakika atamaliza katika tatu za juu ama tabaki nafasi ya 4. Hapa nimezungumzia kwa sababu timu mbili za juu zinawakilisha nchi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo nataka lichukua hili, yani hapa namaanisha sasa Yanga Simba ndo ambao ndio wana uwezo kumaliza kama bingwa moja wapo. Yeye atakayechukua Simba au Yanga, maana yake tiketi hii ya kombe la shirikisho itaangukia kwa timu itakayotoa nafasi ya 4. Lakini Azam wakitwaa ama Singida itategemea yupi kamaliza nafasi ya 3. Aliyemaliza nafasi ya 3 ili atake lichukua tiketi yake itakuwa tayari alishaipata kwa kumaliza nafasi ya 3 kwenye kombe la shirikisho. Kwa hiyo itatumiwa na timu itakayoshika nafasi ya 4 ambayo bado ni Azam ama Singida Black Stars. Nadhani tumeshaelewana vizuri. Lakini Azam hawapo katika hizi timu 4, amini timu 3 zilizobaki. Maana moja tayari Yanga imeshinda finali, zilizobaki ni 2, Singida Black Stars na nani? Na Simba. Bingwa akiwa Singida Black Stars, maana yake atakuwa kama alafu amemaliza nafasi ya 4 tayari anakuwa tiketi hii inampeleka kwenye kombe la shirikisho. Bingwa akiwa Simba au Yanga au manake zimebaki hizi, yani tusijichanganye, akiwa Simba au Yanga, Singida Black Stars itategemea yeye na Azam nani anamaliza nafasi ya 4 ndo ataachiwa hiyo nafasi na Simba au Yanga, kwa sababu Simba au Yanga tayari zina uhakika kushiriki Champions League, zina nafasi 2 za juu. Hapa ni jaribu kuliweka sawa kwanza. Lakini Yanga ambao ni mabingwa watetezi washatoa ubingwa mara 3 mfululizo. Ndio. Jambo ambalo kidogo ni rekodi kwao, ambalo iwe Simba au Singida Black Stars itabidi wajipange vyema, na bila shaka kujipanga kwao vyema kutaleta burudani nzuri katika fainali ambayo bila shaka itachezwa kuelekea mwishoni mwa mwezi ujao, mwezi wa 6. Ni kwamba Yanga katika safari yake hii ya kutoa ubingwa mara 3, halafu tayari imeshaingia fainali msimu huu, imekuwa na rekodi nzuri sana, na kiasi ya kwamba yenyewe tu kwanza kwenda back to back finals za kombe la shirikisho huu msimu wa 4 mfululizo. Hii ni rekodi kwanza. Rekodi gani tena? Kufuzu fainali kombe la shirikisho mara 4 mfululizo. Hii ni rekodi. Ndio. Hii ya kwanza. Lakini ya pili, ushindi. Unajua michuano hii ya kombe la shirikisho ili ufike fainali, maana yake mechi zote umeshinda zilizopita. Kwa maana hizi Yanga, Simba, Singida Black Stars huwa zinaanzia raundi ya pili. Raundi ya pili, maana kuanzia raundi ya pili mpaka kufika fainali ni mechi 5. Alafu ya fainali ukicheza ni mechi ya 6. Sasa Yanga maana yake kitendo cha kuwa wao ni mabingwa mara 3 mfululizo, maana yake walishashinda mechi 6 mara 3. Nadhani umeelewa vizuri. Nimekuelewa vizuri. Hiyo mara 3 mfululizo kwa sababu raundi ya pili, alafu kutoka raundi ya pili unaenda raundi ya 3. Raundi ya 3 raundi ya 4. Raundi ya 4 unaenda robo finali. Robo finali, nusu finali. Nusu finali, finali. Maana yake ndio unapata mechi 6. Kushinda mara 3, hiyo 6 unazidisha mara 3, 18. Msimu wako finali, maana yake washashinda raundi ya pili, washashinda raundi ya 3, raundi ya 4, robo finali, nusu finali dhidi ya JKT mechi 5. Utaongeza na mechi 18, unapata mechi 23. Ina maana Yanga washashinda michezo 23, ndio maana wako finali mfululizo wa michuano hii. Hiyo nayo ni record. Ndio, nakuelewa vizuri hapo. Na kwa kukumbushia tu, mara ya kwanza Yanga katika hii mfululizo kutoa ubingwa ilikuwa msimu wa 2021 2022.
chini ya mwalimu Nasreddin Nabi. Yanga nakumbukwa katika msimu wa 2021-22 ilicheza finali na Coastal Union. Mechi iliisha 3-3, kwenye penalty Yanga ikashinda 4-1. Lakini kwenye raundi ya pili mechi yake ya kwanza ilikuwa na Ihefu ikashinda 4-0. Baadaye ilicheza na Mbao, tunakumbuka vizuri, ilicheza na Biashara, ilicheza na Geita Gold, ikacheza na Mnyama Simba. Finali ikaenda kucheza na Coastal Union ikashinda kwa mikojo ya penalty. Kwa hiyo katika mechi 6 za msimu ule, finali ikaenda kushinda dhidi ya Coastal Union. Penalty pia ilishinda dhidi ya Geita Gold, nayo ilisha kwa sare. Nakumbuka ilikuwa 1-1. Penalty Yanga ikashinda. Mechi nyingine ilishinda kwa dakika 90 za awali. Hiyo msimu wa 21-22. Msimu wa 2022-23 Yanga tena kwenye raundi ya pili ilianza kucheza dhidi ya Kurugenzi, ikashinda 8-0. Halafu ikacheza na Rhino, ikashinda 7-0. Baada ya hapo halafu ikacheza tena na Geita. Halafu baada ya Geita ikacheza na Singida Black Stars. Wakati huo inaitwa nini? Singida Black Stars? No, Singida Big Stars. Singida Big Stars. Finali na Azam. Yanga ikashinda 1-0. Kama ilivyoshinda ya nyuma yake dhidi ya Geita 1-0. Umeshaona? Na kama ilivyoshinda dhidi ya Singida Big Stars pia 1-0. Lakini msimu uliofuatia ni wa 23-24, msimu uliopita. Kwa mara nyingine tena Yanga ikaanza kucheza na Hausung, ikashinda mabao 5 kama tunakumbuka vizuri. Halafu ikacheza na Polisi 5 tena. Halafu Dodoma Jiji, halafu Tabora United, halafu Singida Black Stars, halafu finali ikacheza tena na Azam. Finali na Azam Yanga ikashinda kwa penalty 7-6 baada ya bila katika dakika 90 za mchezo. Msimu huu imeanza moja kwa moja katika michuano. Msimu huu ilianza na Kopko, kama unakumbuka vizuri. Ilicheza na Kopko, kutoka Kopko ikacheza na Coastal Union. Kwa Coastal Union ilishinda 3-1. Halafu ikacheza na Songea United 2-0. Afu ikacheza na Stand United ikashinda 8-1. Halafu imecheza na JKT, si ndio? Nusu finali sasa, kwa maana ya Kopko, Coastal, Songea, Stand, JKT, mechi 5. Halafu inasubiri finali ambayo watacheza na ama mtani wake wa jadi Wekundu wa Msimbazi Simba au Singida Black Stars. Ukiangalia mwenendo wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu, Simba wako vizuri sana chini ya Fadlu Davis, mpaka sasa wako nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kuna Singida Black Stars iko nafasi ya 4 inachuana na Azam kuwania nafasi ya 3. Singida Black Stars, Azam, hakuna mwenye uwezo wa kufika nafasi ya pili wala ya kwanza, kwa sababu pointi walizonazo Yanga, pointi walizonazo Simba haziwezi kufikiwa na Azam wala Singida Black Stars, kwa sababu Azam maximum points wakishinda mechi zao zote watatimiza pointi 63. Singida Black Stars wakishinda mechi zao zote watatimiza pointi 62. Lakini Singida Black Stars na Azam wanaweza wakaswap, wakapishana nafasi endapo Azam atateleza alafu Singida wakafanya vizuri zaidi, kwa sababu kila mmoja akishinda zake tofauti ni pointi 1. Manake Azam wakiteleza hata kwa sare, halafu Singida Black Stars wakashinda mechi zote, wataipiku Azam katika nafasi ya 3. Lakini Azam ikiendelea na mwenendo wake wa kushinda mfululizo, Singida hata ikishinda zote, akina Jonathan Soa, kina Josephat Athubada hawawezi kuipromosha Azam katika nafasi ya 3. Kwa hiyo manake ni nini? Kwamba ni timu ambazo tayari zimeonyesha ubora wa hali ya juu katika ligi kuu Tanzania bara, na ndio maana zimefika katika hatua nusu finali kombe la shirikisho, kwa sababu ubora huo waliuhamishia kombe la shirikisho. Mmoja wapo akienda finali, tunatarajia mechi nzuri, kwa sababu Yanga kwa mfululizo wake kwenye kombe la shirikisho kwa mzuri sana, na msimu huu kwa mfano tayari wameshafunga mabao 20 katika mechi 5 walizocheza, halafu wameruhusu mabao 2. Kwa lugha nyingine, mechi wamecheza ngapi? 5. Maana yake ni dakika ngapi? 450. Katika dakika 450 wameruhusu mabao 2. Umeshaona Maana yake wanaruhusu bao moja kwa wastani wa dakika 225. Katika dakika 450 katika mechi 5 kufunga mabao 20, maana yake mechi moja kwa wastani wanafunga mabao 4. Lakini wao wameshatangulia. Wanaosubiriwa ni Simba ama Singida Black Stars, ambao nimekwambia mwenendo wao ni mzuri. Kwa hiyo hiyo mechi haitakuwa ya kitoto, itakuwa bonge la mechi ambayo sio ya kukosa, kwa sababu ya hivi viwango nilivyotoka kuvieleza. Kumbuka tu Yanga rekodi kushinda mechi 23 mfululizo, sawa? Lakini pia kutoa taji mara 3 mfululizo, halafu inafukuzia taji la 4 ikiwa tayari iko finali. Kwa hiyo imeingia finali 4 mfululizo. Ili itokee timu nyingine kufikia rekodi hii, iwe yenyewe Yanga au timu nyingine, kwa maana mara 4 mfululizo, maana yake
unalazimika ili ufike fainali 4 mfululizo kushinda mechi 23 kama walivyofanya Yanga. Sasa hiyo sio kazi ndogo. Kwa hiyo wanacho cha kujivunia hawa ambao ni mabingwa watetezi, lakini fainali ndio itakayoamua kama wataendeleza ubabe huu kwa kutoa ubingwa wa 4 mfululizo ama hilo ni swala la kusubiri. Sawa mzee wa data, kushukuru sana. Nashukuru pia. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.